Kwa hiyo nitakuwa na tafuta japo siku moja nije ziara ghafla japo dakika 3 hivi. Kwa hiyo baada ya hapo tutakuja kukaa nanyi tufikirie tupange mpango gani. Mkitoka huko twende tufanye lipi. Mmenielewa jamani? Lakini kama ninavyokuombeni naomba subira kivipi? Sababu umekuja hapa miezi 7 pengine. Tena utapokuja kule tena pengine tutakwambia piga minane. Lakini lilioko ni kwamba unajidhatiti. Mmenielewa jamani? Tufikirie vipi mtu akitoka hapa asiende tena kuwa tegemezi. Au mtu akitoka hapa asiende kujiingiza tena kwenye tenda za jirani na kumrejesha tena katika yale aliyoyakimbia. Mnaonaje jamani? Nilipoulizia hao miezi 3 jamani, sio kwamba mimi nimesema wengine hamna. Msije mkanuna sasa. Sisi mbona hatujaulizwa? Na nyie mpo jamani, ni tatizo tu sababu ni baada ya miezi mingapi? 3. Kwa hiyo nyinyi mkitoka huku mtakuwa mnawatizama hawa tutakuwa nao kule. Umenielewa? Na nyinyi baada mkihitimu tu mnakuja kujoin. Hii fikra mnaionaje? Mnaionaje jamani? Kwa sababu ndio lengo la programu yetu kwamba tukimaliza tunatakiwa tusiwe tegemezi, tuweze kusimama sisi kama sisi. Au vipi? Tunatakiwa wanachama tuweze kuzalisha katika jamii yetu. Ndio lengo la programu yetu. Tumeelewana jamani? Vizuri zaidi kwa sababu kutokana hatuna elimu hiyo vile vile. Tutapeana ustadi. Hizi huduma tawallahi tumewapatia watu ambao hawakustahili wapewe. Sababu gani? Pesa wanazo. Mimi na hudumu bure. Sijamuombapo mtu tokea 2010. Labda ustadhi kidogo na swali. Uliza swali ustadhi. Hapa tuna program yetu. Na mara nyingi tunakuwa tukimaliza program. Na kwa mara nyingi tunakuwa katika vitu ambavyo vinatusababisha turudie kwa maana mtu akina na kufanya tu. Sasa niko na swali kwamba na nyinyi mtakuwa na project yenu kwamba mtu akimaliza program hii akimaliza hapa ajiandae kwamba mtakuwa na project yenu ama vipi? Ndio maana nikakwambieni kwamba itabidi nitoke hapa na anwani zenu. Sasa tena kila mmoja kuanzia muda huu ajaribu kutizama yeye fikra yake afanye nini kwanza maishani akitoka hapa. Mmenielewa? Kila mmoja design anachotaka kufanya maishani bila kuathirika na mwenzako anafikira gani. Mmenipata? Kwa tutakaa pamoja tukapeana vitu vya msingi. Baada ya kupeana vitu vya msingi sote tutakuja kukubaliana tufanye moja au tufanye mambo tofauti kwa mujibu wa hobi. Mmenielewa? Baada ya kukubaliana tunatizama haya. Kama tunafanya kwa mujibu wa hobi tunaandaa tena program nyingine. Mmenipata jamani? Mimi kuna swali? Asalamu alaykum. Salamu alaykum. Babu Hilali. Abdallah Hilali Muhammad. Naam. Mimi kwa swali langu kwa sababu uliza ustadi. Niko kazini kidogo nimechomoka na kuja hapa. Si tatizo. Kuna hizo mada ikabidi nigande. Si tatizo ustadi. Swali langu mimi ni katika mimi mmoja katika jamii ya wajasiriamali. Na vijujuzi vyangu. Nikusomea. Lakini nashukuru kwamba Allah akanipa ufahamu. Sasa katika hizi kozi zenu ambazo mnazotoa. Labda kwa upande wangu mimi ni designer. Nachukua kazi za kudesign nyumba, vyumba, ukumbi. Hizi ndio kazi zangu, mambo ya paint na kudesign na vitu vingine. Sasa je, kozi hizi pia mnatoa? Kozi hizi ukiwa umeshiba vizuri tunaweza tukakutumia katika kufanya hivi. Kwa njia moja kwanza ukatumiwa kama mtu akupewa tenda. Hizi hatutoi moja kwa moja darasani. Kama mtu akupewa tenda. Ukiwa waweza ukaendelea vizuri. Umenipata? Tunaweza kutizama vipi kuendeleza hiyo fani tukafungua kabisa kitengo. Kivipi? Kama unaendelea vizuri, unatia moyo, tutatizama itapokuwa. Tunamwagizia japo mtu mwenye kujua hiyo tenda akupike kitaalamu moja kwa moja. Kwa sababu unaweza kusema labda zipo kazi zangu ambazo nishazifanya na ambazo naendelea kuzifanya.
Wapi? Hapa Zanzibar. Na hapa wenyewe nilipo kazini. Nipo. Na ndio nafanya hiyo kazi. Sio mbali hapo. Hapa Kembe Samaki. Hapa. Kwa Mchina kidogo. Natengeneza maua kwenye ukuta, napiga cottons, napiga stones. Yaani vitu ambavyo vingine bado hapa watu bado hawajavitambua. Ni vipi ambavyo naweza kuvifanya. Sawa. Naweza kutengeneza floor ikawa like glass, ikawa kioo. Wewe sio? Yeah. Yaani floor hapo kaingia ukashangaa kuona hapa na maji ukaogopa kukanyaga, lakini kumbe habari hizo zimezungumzwa katika Qur'ani. Nani atakumbuka? Nani anakumbuka? Hata kwa Nabii Suleiman. Bas. Nabii Suleiman akamwalika yule bibi Belkis, ingia ukumbini. Alipofika akanyanyua, kumbe kio. Wewe ndio designer mwenyewe nini? Shoga kupitia hao. Au vipi? Allah kuwafikishe. Sasa mimi nakupa kitu. Ninaye mwenzangu ni engineer. Na hivi nazungumza na wewe yupo ujenzini. Hoteli Mashariki unajua? Unajua? Nani anajua Hoteli Mashariki? Ni nani? Ya Silvano ilikuwa kesa hiyo kama nani wa Komoro. Morocco, mfalme wa Morocco. Umenipata? Sawa. Una habari vizuri. Au umekuja hapa juzi? Maana kipindi kikubwa tokea hoteli ile iuzwe. Inakaribia mwaka tena. Haujatimia moja kwa moja, lakini mwaka unaenda kufika. Nitokea mwezi wa 7 mwaka jana. Basi yeye mwenzangu, yeye ndo anakarabati. Yule mfalme anavunja kila kitu. Unaona shida? Hiyo hoteli anasema haifa, anavunja kila kitu. Sasa labda ningesema kwa sababu unachelewa kidogo na waacha wenzangu. Labda ungeacha namba yako, alafu mimi nikajaribu kukutumia picha zangu ambazo kazi nilizozifanya. Naacha na. Ndio maana nikakuambia kwamba huyo mwenzangu yupo pale. Naweza nikakufanyia connection. Kila akipata tenda anakushirikisha moja kwa moja. Sababu yeye ndio wale wa Morocco wamekuja ni wageni. Maengineer wale. Lazima watumie kampuni iliyoko hapa nchini kwa mujibu wa masharti ya nchi. Lazima watumie sasa. Kampuni gani? Inaitwa Homes. Ni ya mwenzangu. Kwa hiyo anachukua tenda sana, wageni wanamtumia. Nitakuunganisha naye kabisa. Nitumie. Nitaacha namba zangu hapa, utanitumia. Basi mimi na wewe. Tupo pamoja. Kwa hiyo tutafikiria lipi tulifanye kwa siku za usoni. Kwa hiyo tuanze process sasa hivi. Nilikuja ghafla, sijui kama tutapata karatasi. Kila mmoja, kalamu mnazo humu ndani kwenye kituo? Kama mnazo kwenye kituo, kila mmoja ajaribu kutafuta ukurasa hivi. Andike jina lake na namba yake ya simu na anakokaa. Na andike hasa kwa kuanzia kitu gani anatarajia kuja kufanya maishani akitoka. Kwa hiyo nitoke na hizo data, niondoke nazo leo. Mama nipata lagi. Si mnasema kalamu zipo? Tutafute tu ukurasa. Kama ukurasa hautawezekana, tununue kalamu, tununue karatasi moja haitotosha. Kila moja yake. Uandike jina kamili. Namba ya simu vipi kukupata. Na anwani ya mtaa wako. Na ujaribu kuweka summary ya kitu gani unatarajia kukifanya ukitoka hapo. Ili niondoke, tunaenda kuorodhesha kwenye database, tujaribu kufanya study kabla hujatoka. Ndani ya kipindi cha hiyo miezi mingapi? 3. Sababu mtu wa mwisho kwa mjibu niliuliza miezi 2 wakapatikana. 3 wengine wapo. Kwa hiyo tutachukua 3 ili waingie. Kwa ndani hii 3 tutajaribu kufikiria vipi malengo yako hayo tutakufikisha kwenye malengo yako. Umenipata? Na muuliza. Sasa mfano kama sisi tunafanya labda za kwenye vyombo vya usafiri. Inakuwaje katika wewe upo kwenye vyombo vya usafiri? Ulikuwa kwenye ngwala. Ulikuwa baharia wa meli kubwa au hizi ndogo? Passenger. Za hapa Tanga, hapa Zanzibar, Dar es Salaam. Si tatizo, wewe andika kitu gani unachokitaka.
Kwa hiyo tutatizama vipi tunaweza tukalifanya. Hilo pia tulikuwa hatujalifikiria kama alivyozungumza yeye. Lakini sasa bado mnaendelea na masomo. Wewe utachukua siku unabakisha miezi mingapi? Mimi hapa ndipo kwanza nimeambiwa miezi 4. Sasa hivi nimeambiwa mimi. Hapa miezi 4. Sasa hivi na mwezi mmoja na kama siku 40 tuseme. Ndani ya miezi 4 hiyo umeshatumia siku 40. Mwezi mmoja na nusu takriban. Kwa hiyo inabaki miezi 2 na nusu. Alafu vile vile wewe bosi wetu kasema anatupa ofa vile vile kama unahitaji kuna miezi 3 mwingine anatuongezea. Tupate kutengeneza future yako. Aha, baada hiyo 4. Nimekupata. Si tatizo kama bado unapendelea hiyo tenda. Umenipata? Mimi nitaanza kuifikiria na kila nitapokuja hapa au wakiondoka itabidi tena unikumbushe. Ili tutizame vipi tutakuendeleza vipi katika hiyo tenda yako. Umenipata? Kama haikuwezekana tutajaribu kukupropose kitu chengine, lakini kwanza kwa kuanzia tuna focus katika unalolitaka wewe kwanza. Pakiwa pana changamoto tutakuita tukakueleza kuna changamoto kadha. Kama bado hili unalipenda tunakupropose jambo jingine. Unaweza ukawa na hili na huku unajiendeleza na huku tunatizama kule tutakuendeleza vipi. Umenipata? Asante. Si tatizo. Uliza swali ustadi. Naam. Labda hawa wanahitaji namba za simu. Ili wanapohitaji kufanya. Kwa ndani ya miezi 3 tu ambao wanaondoka au kwa shoto. Kwa sasa hivi nilitaka si tatizo hata nikichukua namba zenu nyote kwa mpigo. Sio tatizo. Umenipata? Lakini pamoja na kwamba nitazichukua zenu nyote, kwanza tutaanza kuwafanyia study ni hawa wa miezi 3. Umenipata? Kwa hiyo ndio maana nikawa sijawa na haraka kusema nyote mtoe namba. Kwa hiyo andika jina kamili. Andika namba ambayo tunaweza tukakupata. Na uandike mtaa wako na ujaribu kuandika summary japo kwa mistari 5. Kitu gani unachotarajia kwenda kufanya ndani ya maisha. Kwa hiyo tutajaribu kufikiria vipi kuandaa kitu hicho. Waitwa nani ustadi? Mimi Hassan Makame Hassan. Hassan Makame Hassan. Ina maana wewe ndio mtu wa mwisho kuingia kituoni? Kuna wengine. Nani mtu wa mwisho kabisa kuja? Ndio wa mwisho kabisa. Yeye anaingia jana. Juzi ana siku kule nilimuona kule mjini. Nimeshangaa kuja kumkuta hapa. Na mtu wa mwanzo kuingia hapa ndani katika wa 25. Wewe ndio mtu wa mwanzo. Unabakisha siku ngapi? Si tatizo muhimu unatengeneza ustadi. Si tatizo wewe fuata ushauri wa Detroit. Sababu Detroit ndio anajua atakupika vipi akutoe ndani ya jamii uwe ni product nzuri. Kuna watu wazito kuliko wewe. Hatukubahatika nimekuonesheni clip za watu wenyewe. Yupo jamaa mmoja gangster amesumbua watu Italy. Yaani ghafla wameshangaa. Amechomoka kwenye mambo hayo, kalinganiwa tu kasilimu. Baada ya kusilimu leo anazalisha. Huwezi kuamini. Na alikuwa akiuza na akitumia. Amewasumbua polisi na mafia wenyewe. Mafia wenyewe wamewatia taabani. Huyu ni Ahmad Salum Abdallah. Miembeni. Miembeni gani? Ahmad. Blok namba 9 ukiingia tu hapo mwanzo. Ala. Wamjua Mzee Bakari? Haitwa mzee. Babake Bakari ameshafariki. Miembeni pale msikitini. Wafahamu. Lakini yeye maarufu sana. Ana mtihani wa ugonjwa. Ni mgonjwa wa siku nyingi. Ameumwa yuko skuli. Lakini yeye hasumbui watu.
ni mgonjwa wa akili, lakini yeye asumbui watu na anafanya muamala wa pesa kama kawaida, wala huwezi kujua mpaka uambiwe kwamba yeye ni mgonjwa. Anajuana na watu wengi sana na ni maarufu sana, maana anasaidia wanafunzi kusomesha. Nilifikiri utamjua. Baba yake Kidongo Chekundu ndio kwao. Kidongo Chekundu ukiinuka pale, ukitokea Miembeni unaelekea kule kwa Miritajo, ukiinuka pale kuanzia kabla ya polisi, yani wamepakiana na polisi, hapo ndio kwao. Lakini baba yake alikuwa na nyumba mbili, mke mmoja, nyumba mbili. Kwa hiyo akiishi kule, watoto wote wakubwa amewaleta huko Miembeni, lakini kisha fariki na wote wameolewa. Yupo peke yake mtoto wa kiume hapo mkabala na msikiti, maarufu sana, ni mkubwa kwa umri. Nilifikiri utamjua. Anasomesha hata chuoni, mfupi hivi. Anapenda sana hebu yanga itakuwa ndiye amekusomesha hata skuli anasomesha, sababu anajua Kiingereza vizuri. Huwezi kujua kwamba ni mgonjwa, muamala wake kila kitu, ila wakati anazidiwa anakuwa mzungu azungumza. Bas umeshamjua. Mfupi. Anaranda maeneo mengi sana. Anaranda maeneo mengi sana, atembea kwa mguu. Huwezi kumkuta kwa rara. Anapenda kuja kumbapo. Huyo mwenzangu mie tukutana naye, tunabadilishana naye mawazo nini. Huwezi kujua kwamba ni mgonjwa mpaka uambie. Ila akizidiwa tu ndio anakuwa kimya, si mgonjwa. Unaweza kumwongopa kama msaidizi. Kwa hiyo nimeambiwa kwamba Detroit ndio Kongo. Hivi kuna vituo vingapi hapa? Kuna vituo vingapi? Hapa nani? Kwa Mchina. Hapa Detroit na pale tuliko kwenda. Malaika ipo? Ya wanawake. Malaika ni wanawake. Kwerepe gani? Si nyuma. Na za wanawake ni ngapi hapa sasa? Moja. Tanze. Naam. Kwamba si unaandika maelezo na vile jinsi gani ni bora, lakini hao wameleta summary tu sana hivi. Ilikuwa bora zaidi mtu aandike maelezo. Utoe habari, yani kitu gani unachotaka kuonesha labda sababu hizo. Kusaidia labda. Si tatizo, mimi hizi nimezipokea. Najua vipi watakuja kutengeneza hao. Tutawaelekeza vipi watengeneze. Sawa, lakini mwenye uwezo wa kujieleza sasa hivi ajieleze. Tumeelewana jamani? Na ambaye hana uwezo alete tu anwani na simu. Tumeelewana? Tutamuelekeza vipi atafanya. Sababu kitu kilichotusumbua maishani ni uchache wa elimu. Ndio kinachosababisha tuingie kule. Au wazee wanachangia mtu aingie. Kwa hilo ndio ambalo tutajaribu kufight tulipige vita liondoke. Na itakuwa uzuri kwa sababu family pia itakubali vile vile. Au vipi? Sababu sasa mzee usingine. Ni mtihani, hawana imani na sisi. Unachokizungumza ni sahihi. Lakini ukishinikizwa na watu na nini familia inaona kwamba bora mtu ameelekea tu. Naam. Nipe. Hata sijui. Wewe kuna wengine hapa nyumbani. Kuogopa na vile vile. Sasa wazee wetu walikuwa nao wapate elimu, waelimishwe elimu yetu atuelewe. Ustadi, kama unavyoniona hivi nimesema muandike maeneo mnakokaa. Hatusiti kwenye karatasi hizi. Kabla hata wewe hujatoka hapa, tutafanya ziara nyumbani.
Umenielewa sasa? Yaani hapa umefika, hicho unachokiashiria kipo nyuma ya pazia. Tutafanya ziara nyumbani kwenda kuwasikiliza. Wao wamechukuaje huo uamuzi wako wa kuja soba? Wamejiandaa kiasi gani kukupokea tena upya? Sasa ni wakati tunazungumza nao tunasoma yale majawabu yao. Hata wengine tumekuja soba tujaletwa na wazee wetu. Mmekuja wenyewe. Tumekuja kwa njia zetu, kisha wengine tumekuja kwa kupitia serikali kama mfano mkoa ikaja sehemu za maskani. Nipo. Ushauri sababu tukachukua kundi ndio tukaleta huko. Nipo. Nimekupata. Familia pia kwa hiyo familia imerudishwa baada watu wako huko. Kwamba mtu yupo soba. Iwe umeletwa na mzee au umeletwa na mtu mwingine ambaye si mzee, lazima tupitie wazee kuwatizama wao katika kukuleta kwao au wao katika wewe kuweko hapa. Wanajiandaa vipi kukupokea? Je, wataendelea kukupokea na ile hali ya dharau? Umenielewa? Tunawasoma. Akijibu tu tunajua mzee fulani kwa mwanawe yupo hivi, au wana familia kwa ndugu yao wapo hivi. Umenielewa? Tuna notice pahala. Baada ya kunotisi pahala tumechukua data zote. Hiyo siku tutawaita wazee, njooni wazee, tukutane wazee. Umenielewa? Sasa kuna vitu vidonge wanapewa dozi fulani ili wapate kukuelewa wakupokee vipi. Ndio maana tunachukua hizo data. Nitafika huko kwa wazee hata kabla hajatoka. Wala usiwe na wasiwasi. Hiyo muhimu sana, itakusaidia sio nyingine. Wala usiwe na wasiwasi. Ndio maana nataka ndani ya hii miezi mitatu, sababu yawezekana mwingine akawa ametokea Nungu huko, itabidi Nungu niende. Kwa hiyo nipate muda wa kujipanga wapi niende mapema vitu kama hivyo. Kwa hiyo naomba tu hapa si tatizo, naweza nikapita tena kwa baadaye baada ya kuweka hizi data. Wale ambao watakuwa hawajaainisha vizuri maeneo yao, mmenipata? Japo wanipatie na hizi namba za simu mlizoziandika zenu binafsi mlizonazo au za watu. Zikiwa za family ni bora, sababu ikiwa ya family kumbe sitakuwa na haja tena kukuuliza unaishi wapi. Sababu nikuwapigia mpo wapi? Sijui tupo mtaa wa Lumumba skuli huku nini, nikawafuata kabisa. Kwa sababu wengi wetu tumekuja hapa ili kwa hatuna chochote. Sasa viatu vya kuvaa kwa wengine ndio tunakuja. Na wakati mmoja rangi ya blue, nyingine manjano. Nipo. Ni jambo la kawaida, hili linaeleweka kwa watu wenyewe. Linaeleweka. Sio tatizo ustadi, tutafanya tadabu. Ni bora zaidi. Ambaye anayo simu yake anaandika na simu yake kabisa. Ambaye hana simu anaandika simu ya mzee. Ni bora namba uliyoandika hapa iwe ya watu wa nyumbani. Sasa wengine hata wazee tukawapigia wa familia hawapokei simu. Hawapokei kabisa. Wala tuwekewe pesa. Ni jambo la kawaida, lakini tutawaelimisha. Usiwe na wasiwasi sana. Sisi tutakuwa tunawaalika. Ndio tunamalizia hapa sasa hivi, nachukua hivi vipande vyao nipate vitoka. Sababu kalamu zilikuwa hazipo zote kwa pamoja, wangefanya hii kitu kwa dakika moja, lakini huyo andike ampishe mwenziwe. Kwa hiyo ustadi, wewe Detroit akikuambia kaa miaka mitatu si tatizo. Sababu yeye anajua vipi anakutengeneza. Yaani mtu asisubutu kutoka. Kuna watu moja nimekubali sana. Tutoshikani kuweza kushirikisha ama au sisi. Kwa kauli sasa hivi Yupo hivi. Au sasa hivi haiko tayari, sababu wewe pia mnapata nafasi kutoka. Mtu asiforce kutoka na haribu. Kwa hiyo kama hivyo unakuwa unaweza kuongea na uongozi kama hivyo, unaweza kupata data kamili ya mtu alipo. Hii kutoka hata baada ya wewe kutoka tupo nawe huko mitaani. Lazima tutarudi hapa. Kuna namba sita. Wazee vipi sasa? Hujui. Basi
andika mtaa. Umeandika na umeelekeza vizuri. Unaishi wapi? Nyumbani. Kiembe Samaki, mtaa Kisimambazi. Wewe ni maarufu mtu akiulizia washikaji huko. Ukishafika airport tu kwa kila tukiingia ndani basi ushafika. Haya. Si washikaji wanakujua maarufu baya mimi. Si tatizo. Mimi nitawafuata washikaji hapo. Kuwaulizia tu jina lako ili tupate contact na wazee. Kwa hiyo insha Allah mimi kuna mwingine hajamaliza? Mimi nitakuwa neno yangu. Sawa. Sio wengine hakiandika bado usafiri na wengine bado si tatizo. Madam bado mpo hapa na miezi zaidi ya 3. Tutakuwa na connection nzuri tu. Msio na wasiwasi. Detroit. Utaniganishia staplers. Tupo pamoja ustadi. Kwa hiyo inshallah tumalizie hapa. Mimi nakuombeni ruhusa. Inshallah tumalize kwa subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbil izzati amma yasifun wa salamu ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Namba yangu 0. Namba yangu 0 77 saba ngapi? Andika 2. Andika ya 3. Andika ile zamani. Sawa. Tayari? 4 9 6. 4 9 6. Tayari? Andika 4 4 4 mara 3. 4 4 4. Tayari? Haya ni namba 2. Ni zandele ya 2 namba hiyo hiyo. Namba hiyo hiyo. Mmenipata? Sasa nitakuombeni radhi ukipiga nipo mbali usishangae. Namba ambayo unakuwa jirani sana nayo ni ya Halotel. Halotel ya 24 0624 0624 96 0 0 ngapi? 2 47. Tayari? Mwaweza mkanitajia? Nitajie. Hii ya Halotel. 96. Sawa. Hiyo ndio nakuwa jirani nayo. Sababu Zantel ukipiga hivi anakuambia simu haipatikani, ndio nakuwa sinunue credit kuingiza kwenye Zantel. Naingiza huko, kwa hiyo nakuwa jirani sana na hii. Haya, basi mimi inshallah nakuombeni ruhusa. Nimeshajua Detroit, nitajipanga baadhi ya siku nitamuita Detroit ili kwamba nitakuja ziara mara moja. Ya dakika 2 hivi kitu kama hicho. Tupo pamoja jamani? Nani anajua jina langu? Kwa kumbe jina langu basi mmelikumbuka. Naitwa Al-Khidr Yusuf Seve, mwanafunzi wa Sheikh, ni mmoja wa wanafunzi wa Sheikh Nasr Bach. Watu wengi tu wananijua sababu nilikuwa jikoni. Mimi ndio nilikuwa nauza duka la Mkunazini. La cassette pale. Shukrani.